Ikumbukwe leo ni siku ya tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2025. Naomba matroni wangu niandalie zawadi zangu. Zawadi ya kwanza itoe mama mzazi Roda Pakitere David, mama mzungu mzaa chema akabi mzungu wa mkono na kofi. Ameniweka hata wimbo kidogo kwa mama zawadi. Mama uwezo wa kukulipa. Nina zawadi kidogo kwa ajili ya mapile wale kanuni toba. Lakini kafika hatua uko umezaa mtoto ambaye ni mzungu. Pengine ungejua ndani ya tumbo lako kwamba umebeba mtoto mzungu, pengine ungeitoa. Pengine hata ulipokuwa leba ungeweza kunikalia, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kuzaa mtoto kama mimi. Ungeweza hata kunikalia. Wapo watu walikucheka wakati mwingine ulivyonibeba mgongoni. Wapo wengine walikuzomea, na wakati mwingine mume wako kuna vitu alikuambia akakutemea. Hata ungeendelezi kizazi saiki, au nikafunga leo nikasiba. Ndizi nikakubulie ngalapo. Yaani mama wangu, Mungu akubariki kwa kunizaa na ukanitunza na mpaka leo hii. Naondoka mikononi mwako salama, maana katika vitu nilivyokuwa nasubiri nilikuahidi kwamba mimi sitakuaibisha. Kufikia leo namshukuru Mungu ametimiza nadhiri yangu. Wakina mama wote tungeni mikono hata mkizaa Kipanga. Wanaweza wakamtuma mmoja wapo wa mama wa Kipanga. Wa mama wa Kipanga, nina zawadi ni kidogo na pengine haistahili. Wazee wa Kipanga kusoma jumuisa hapa ndani ya mlibini. Mtazamaji wetu kama kuona hii ni wetu wa leo ambaye ni mzungu sasa anatoa zawadi pande zote. Ndio maana leo kwa wanakijiji wale wana kitongoji kwa ujumla cha Iroto. Ninaenda nikasema mtoto wenu kwanza mmenibariki sana. Daraja lilikuwa alipo mtendekisi. Wapunge mikono wa kiume na kwa ujumla mbarikiwe na Bwana kila wasaji. Kwa hiyo kwenye ubalozi wetu najua vyombo tunavyo, lakini ni bora na mimi kama mtoto wenu niongezee vichache. Baba wa kitongoji wa baba wa kitongoji aje mmoja kuwakilisha kitongoji wa baba hata kawezi hata mwenyekiti wa baba wa kitongoji nataka niwaone. Na mtazamaji wetu kwa kweli wa baba wa kitongoji Asante wakina Mwaituro, njoo basi jamani. Na mtazamaji wetu kama kuona mnafanya kwenye kitongoji hichi, mnatufundisha watoto wenu wengi. Lakini kwa niaba ya baba wote na kitongoji kwa ujumla vijana, woza kama mtoe pia zawadi kwamba najua tunavyo vyombo, lakini kuna vikombe vingine ambavyo vimechakaa, mweke hivi. Baba jina langu Edward Kakanda.
yani kwa sababu ya kina kaka. Maana wao wanatutetea kwenye mengi tunakutana nayo. Lakini wao kaka zetu wanatusaidia. Naomba nimtambulishe mtu mmoja anaitwa Mesha, kama atakuwa hajaondoka. Mesha kimahali alipo naweza kasogea kama hivi. Yani mtu muhimu aliyetupa vyombo hivi, ninaona kabisa yani muziki kila mungu kwa harusi hata na kwenye sherehe za harusi ya Mesha, basi ni mtu mzuri, naweza kuchukua vyombo hivi bila kumsahau kameramani. Jamani, ukiwa na sherehe yako, ibada mbalimbali, yuko vizuri. Karibuni sana. Kaja kwa mwisho moja harusi ya Mweza, wakubwa, watoto, wa mama, vijana, yani wote asanteni sana. Ninawashukuru jamani, ninawashukuru, cha kuwalipa sina, lakini Mungu wa mbinguni abariki. Sasa mbote mbaya muungane na maneno, nilikuwa ni nani mimi kwenye hii familia, lakini haya ndio yafanya Mungu aliyenisaidia mimi, akawakumbuka kwenye familia zenu na watoto wetu. Naamini watoto wetu watafanya vizuri. Na ninashukuru pia familia upande wa mama yangu, upande wa Mkumbwa. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa sababu mwendile ndama muisile. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Aise, naomba nihame kama harusi. MC na kushukuru na wote, barikiwe na Mungu. Zawadi hii hapa. Safi. Zawadi ya wale wote mmeiona? Haya, naweza kwanza kuna zawadi nyingine. Nafikiri wote waliokuwa wanatamani kumuona mume wa mzungu yupo namna gani ndio huyu sasa. Kwa kweli nawashukuru sana. Hata yeye ninamshukuru. Hata ukiangalia tu sio pakuti. Huo keti tu awalemba hapa mbona bana. Keti tu. Yaani keti na jobi keti. Aliendira akindi hapa kuma. Yaani kwa konteya mpaka kwa mwatendera. Nachomshukuru Mungu ameokoka. Nani mwimbaji pia. Mungu abariki sana, naomba nimpe nafasi sasa. Atambulishe naye ndugu zake. Karibu watambulishe ndugu zako. Karibu sana baba, na Mungu wa mbinguni atubariki.
Asante.